Asante sana. Awali yote kwanza tutumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kwa wazima kwa siku ya leo. Lakini pia niwashukuru waandishi wa habari ambao wameweza kufika kwenye kikao chetu cha leo hiki. Leo tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka 2025. Tumeona siku ya leo tuweze kuzungumza na waandishi wa habari kuhusiana na swala za kura za maoni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ndani ya chama chetu. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu kwamba nchi yetu kwa sasa ipo katika mchakato wa kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na uchaguzi wa rais, wa wawakilishi na madiwani kwa upande wa Tanzania Zanzibar. CUF Chama cha Wananchi tukiwa sehemu ya vyama vya siasa nchini, tunaendelea na maandalizi ya ndani na nje kwa nia ya kuingia katika uchaguzi hizo kubwa kwa nchi yetu kwa lengo la kushinda viti mbalimbali kwa kuweka wagombea kwenye nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Tanzania Zanzibar, wabunge, wawakilishi na madiwani kwa upande wa bara na Tanzania Zanzibar. Ndugu waandishi wa habari, leo tunatangaza ratiba mchakato wa uchaguzi wa ndani ya chama kwa ajili ya kuwapata wanachama watakaowania nafasi mbalimbali katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tunatoa wito kwa wanachama wote kujitokeza kwa wingi katika kuwania nafasi za uongozi wa kiserikali ili kuweza kutimiza lengo kuu la chama chetu la kushika mamlaka ya dola ya nchi yetu. Tunawaomba viongozi na wanachama kwa ujumla kufanya maandalizi ya kutosha kwa kufuata taratibu zetu za ndani ya chama kwa kuzingatia katiba ya chama, kanuni zetu za uchaguzi na miongozo mingine ya chama katika kuelekea kwenye kura za maoni za ndani ya chama. Ndugu waandishi wa habari, tunajua ya kwamba malalamiko yetu ya msingi bado hayajafanywa kazi ipasavyo, ikiwemo suala la madai ya katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. Lakini jambo hilo halitufanyi tuache kuingia katika uchaguzi mkuu, kwani kwa kufanya hivyo ni sawa na kumwachia shamba la miogo nguruwe. Chama chetu kitaendelea kupigania na kupatikana kwa katiba mpya na tume huru ya uchaguzi mpaka pale tutakapofanikiwa, kwa kuwa swala hilo sio la maslahi ya chama bali ni maslahi na ustawi wa taifa letu na wa Tanzania kwa ujumla. Ndugu waandishi wa habari, tunatoa rai kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan atumie fursa hii ya uchaguzi kuthibitisha kwa vitendo dhamira yake anayoihubiri muda wote, kwa kuwa anahitaji kuona Watanzania wanaishi kwa amani na utulivu na kuendesha uchaguzi ulio huru na wa haki, na kwamba hakuna mtu au chama chenye haki miliki ya taifa letu. Dunia inaitazama Tanzania kwenye uchaguzi huu, lakini Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo anamtazama Mheshimiwa Rais na Watanzania, na anaona yaliyo wazi na anajua yaliyojificha ndani ya mioyo yetu. Hivyo basi ni vyema kwenye uchaguzi huu tukatazama maslahi ya nchi na watu wake badala ya kuangalia maslahi binafsi au maslahi ya vyama vyetu. Ndugu waandishi wa habari, tunaomba wanachama na wafuasi wa chama chetu wasiumbishwe na kubabaishwa na maneno ya upotoshaji dhidi ya misimamo na mitazamo ya chama chetu. Badala yake tuendelee na harakati zetu za ujenzi wa chama na kupigania ujenzi wa demokrasia katika nchi yetu. Kauli mbiu ya chama chetu kuelekea uchaguzi mkuu ujao ni kipato cha msingi, ni haki ya kila Mtanzania, ni haki yako, ni haki yangu. Twendeni kwenye uchaguzi tukaombe ridhaa ya wananchi ili tuweze kutekeleza sera za chama chetu ya kuwaletea maendeleo ya kweli na furaha kwa wananchi wote. Ndugu waandishi wa habari, kuhusu swala la daftari la kudumu la wapiga kura, tume ilikamilisha zoezi la uandikishaji wa wapiga kura nchi nzima kwa awamu ya kwanza na sasa imetangaza awamu ya pili ya uandikishaji wa wapiga kura. Wito wetu kwa wananchi wale ambao hawakupata nafasi ya kujiandikisha kubadili au kuhakiki taarifa zao, basi wajiandae na waende kufanya hivyo mara baada ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuanza zoezi hilo mwezi Mei mwaka 2025. Tunaendelea kutoa wito pia kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuandikisha wananchi waliotimiza sifa za kuandikishwa katika daftari hilo na kutofanya hila au vitendo vilivyo nje ya sheria zinazoongoza zoezi hilo la kuandikisha wapiga kura. Aidha, tunaiomba Tume ya Taifa ya Uchaguzi kutupatia nakala ya daftari hilo sisi vyama vya siasa kama wadau muhimu, ili nasi tuweze kulipitia na kutoa maoni yetu au kusaidia kurekebisha kasoro zilizopo, kwa kuwa tume itapaswa kuliweka wazi daftari hilo ili wananchi waweze kuhakiki taarifa zao na kuweka mapingamizi kwa wale wasiokuwa na sifa za kuwemo kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Ndugu waandishi wa habari,
Ratiba yetu ya kura za maoni ndani ya chama chetu itaanza rasmi tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2025 mpaka tarehe mosi mwezi wa 7 mwaka 2025 kwa zoezi la kuchukua na kurejesha fomu kwa ngazi ya udiwani, na kura za maoni zitafanyika kati ya tarehe 11 mpaka tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 2025. Ngazi ya ubunge na uwakilishi, kuchukua na kurejesha fomu ni kati ya tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2025 mpaka tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2025, na kura za maoni zitafanyika kati ya tarehe 10 mpaka tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 2025. Ngazi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na urais wa Zanzibar, kuchukua na kurejesha fomu ni tarehe 15 mwezi wa 6 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2025, na mkutano mkuu wa uteuzi wa wagombea utafanyika tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2025. Tunawaomba wanachama wote wenye sifa na nia ya kugombea nafasi zilizotajwa kufanya hivyo kwa kuzingatia ratiba iliyotangazwa na chama na kufuata taratibu nyingine za ndani ya chama kwa mujibu wa miongozo yetu. Asanteni sana kwa kutusikiliza. Karibuni tena mara nyingine katika ukumbi wa Shabani Mlowo.